tunaongea kuhusu partnership with the gospel. Na nimesoma Philippians 4 nikaanza mstari wa 9 inasema those things which you have both learned and received and heard and seen in me do. Mtumishi Paulo anaambia kanisa hili na nikawa ninasema wale ni wasomi wa Biblia you can tell. Kanisa la Wafilipi was a friendly church to Paul. He related with the Philippians like friends. Hata hii barua kwa Bible school tunaitaga Apostle Paul's friendly letter. Si mnajua kuna friendly letter na formal. Official letter. Official letter ni ile unaandikaga kwa mfano ya kuomba kazi, ya kuaddress ofisi kubwa and such. Lakini friendly letter ni aina ya barua unaandikia watu wenye already mnajuana. Kwa hivyo unaweza weka mpaka mambo ya mchezo hapa. Unaweza waambia remember the last Christmas holiday, how you came over to our house, oh we laughed ourselves out and all that. Sasa huwezi andika vitu kama hizo wakati unaomba kazi kwa CEO. Aina ya barua Paulo ameandikia wa Filipi ni friendly. Friendly ni kumaanisha they are so fond of one another. And it is for the obvious reasons. This church ndio ilijihusisha sana na ministry ya Paulo kwa ajili ya kusimama na yeye especially kwa maneno ya matoleo. Bwana asifiwe sana. Alafu disabu nawaambia mambo yale mmejifundisha kwangu, Bwana asifiwe sana. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea. Alright? Yani in short, lazima kuwe na mhubiri. Achana na Yesu sasa, maana Yesu ametuokoa sote. Lakini hapa duniani katika masuala yako ya imani, ni vizuri kuwe na mhubiri mwenye unamuona safe kujifundisha kitu kutoka kwake. You see them safe to learn something from them. Actually, if you're in a church or in a ministry and you are not learning anything, it could be you are there by mistake. Real spiritual relationship with a ministry should teach you something. You should feel I'm learning. I'm learning to do life. I'm learning to do marriage. I'm learning. My life has improved in understanding ever since I joined that ministry. If the ministry you are in inakupeleka hiyo direction, ni vizuri kusimama na hiyo ministry. Uliza mwenzako, umejifundisha kitu Christfulness Center ama unakujaga Judio karibu na kwenu? You know that those are two different things. So kama uko kwa hii kanisa Judio karibu na kwenu, mimi nakuomba utafute mahali ingine. Uende mahali unasikia I'm learning. You should follow a ministry not because the ministry will take you to heaven, but you should be able to learn. Why? There is a lot to do here before we go to heaven. And what we are doing here on earth before we go to heaven takes a lot of learning. Therefore, Apostle Paul anajua kuna mambo watu wao wamejifundisha kwake. Ndio akasema mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea. Alright? Vile vile ukikaa na ministry sana, kuna vitu itakupokeza. There are things you receive because of following a ministry. Ministry ni vizuri kuwe hivi. Baada ya kukaa na ministry fulani, kuna mambo sikuwa sasa niko naye. Ati haya niliyapokea huko. Iwe ulipokea roho, karama ya kuhubiri, kuinterpret Biblia, ujasiri ya kusimama mbele ya watu, Bwana asifiwe sana. Ama ukaingia bila mtoto sahi uko na mtoto, bila doa uko na doa, ukiwa chini uko na biashara, uliza mwenzako ulimepokea mambo gani kwa huduma ile huwa unasimama naye. You have to receive some things from the ministry that you believe this is where God sent me. Jina Bwana libarikiwe. Alafu na hivyo na kuyasikia. Na kuna maneno vile vile umesikia hapa. Usifuate huduma yenye hakuna kitu mpya unasikia. Lazima huduma ikuwe kuna kitu ulisikia ukasikia. Kuna ujinga ya miaka mingi imeenda. Nilisikia kitu nikasikia nimeelewa. Mambo fulani nilikuwa imenitatanisha kichwa miaka mingi. Hiyo ndio huduma ya kusimama nayo. So kama hakuna kitu unasikiaga huku, hakuna mtu atakuchukia. Enda mahali unaweza sikia kitu. But usikae mahali ati kwa sababu unaona hapo mimi napenda hapo juu. You know, nikishaosha watoto like 5 minutes we are in church. No. It may sound good. Na hiyo ni good for logistics. Lakini your spiritual life may never change. Jina Bwana libarikiwe. So kuna mambo unahitajika ukuwe umeyasikia kwa huduma that changed your life. Na kuyaona kwangu yatendeni hayo. Alafu anawaambia uyatende hayo. Yaani lazima ukuwe na huduma yenye naweza copy na ninajua maisha yangu itaenda vizuri. Hata mimi nawaelezea, ukiona tunafanya doa vizuri na mke wangu, tu copy. Copy. Hata ikiwezekana nunueni nguo zinakaa zetu.
Unakuja unaona Pastor Gladys alikuwa amevaa nini hii Sunday. Sunday hiyo ingine hata kama hutapata hiyo, unashonesha kitu inaenda kukaa hiyo. Na unatembea pole pole kama yeye. Maisha itakaa vizuri. No, I'm telling you. Sisi tuliingia kwa huduma tukajifundisha kukaa kama pastor wetu. Juu mahali tumelelewa na vile maisha tumezoea, tukikaa hivi hatutakuwa Wakristo. Maana hakuna Mkristo anasema digithia ngoma, kuna Mkristo anaongeaga hivyo. So tulijifundisha kuongea kwa pastor wetu. Maana pastor wetu asemi hivyo. Na akiongea asemi mani. Maana ukiongea lugha kama hiyo utakuwa duni. So tukajifundisha mambo hiyo kwake, tukanyolewa kama yeye. Tukajua kutembea kichwa ikiwa straight kama yeye. Maana wengine wanatembeaga hivi juu ya kuzoea kuiba kuku. Sasa akiokoka anaokoka roho lakini mwili ilizoea posture ya wizi. Sasa inaendelea hivi. So ukikuja huku uone pastor hatembei hivi, straighten up. Na utembee straight. Juu sasa wewe si suspect tena. Na Mungu amekuondoa huko. Jina Bwana libarikiwe. Mambo yote unaona katika kiongozi wako ya kiroho na unasikia safe. Yaige bila kuogopa. We learn not just by the word of God being read to us, but we demonstrate Christ and we tell others, imitate me as I imitate Christ. It's biblical. Hakuna haja ya ushindwe na doa na pastor wako ameweza doa. Usishindwe. Ipange kama yake. Ongea hivyo anaongeaga. Kuna haja gani ushindwe na kuongea na watu na pastor yule amepewa anajua kuongea na watu? Iga hiyo. Hata ikiwezekana tangaza kitu hivi exactly hivyo huwa anatangaza. Hakuna mahali utapelekwa. Hiyo ndio inafananishwa na mtu kuwa chini ya neema fulani na kiroho umekubalika, hiyo neema ikue yako. Na mara popote utakwenda uitumie. God will use you the same way he uses the people that raise you. Nilienda Sudan miaka ya kitambo. That was back in the year 2012 if I'm not wrong. Nikahubiri Sudan. Mama moja missionary akaniambia, are you a biological son to Bishop Harrison? No, nikamwambia hapana, but nimegrow kwa hiyo ministry. Akaniambia kai, hata mtu anaweza fikiria ni kijana wa kuzaliwa huko. Nikamwambia hapana. Na huyo mama ndiye alinifungulia milango ya kukutana na governor. Akaniambia nimeambia governor kuhusu mikutano hii yako, juu ako na bibi mgonjwa. Nataka tuende ukaombee bibi ya governor. Kuna vitu usisielewangu hiyo ni baraka ama nini, but siku ile waliset ya mimi kwenda kuomba na bibi ya governor. Naye yule alitumwa na kanisa kunibukia ndege ya kukuja Kenya. Zikaigiana. Sasa nichague ndege ama nikaombe na governor. Giona dati gone ndege na juu huko nako ndege wanabuku inasubua sana. Sasa nikawaambia nikikuja next time nitaomba na bibi ya governor. Ama tuombe, maombi itamuguza mahali popote aliko. There is no distance in the realm of the spirit. But juu ndege ishalipwa itakuwa gumu kuiairisha. But this is the point. Somebody saw a certain grace with a man of God he honors. Akaona iko juu yangu. Na it is true because na mimi kwa hiyo huduma nilikuwa nimeongoza maombi miaka mingi sana bila mshahara. So kuna vitu nilipokezwa. Kuna neema nilipokezwa. Naonaga leo mimi nahubiri kesha hata 4 hours. Jaribu ndio utajua ni neema. Jaribu kuhubiri 4 hours. Uone ukichoka mpaka uambie watu nilikuwa nimesema nini hiyo kingine. It's some special kind of grace. It's not because you went to Bible school. No, it's not. Wewe enda uchukue kesha uhubiri hata 4 hours hata umeenda sana. Enda uhubiri 1 hour. Uone 101 ukianza sasa hii ya wengine. Wewe mwenyewe ndio tunaamusha. Badala ya washirika wabiwe amuka wanasema pastor umelala. Sorry. It is a special kind of grace to be able to speak for many hours, don't lose the flow. Na unaongea kitu moja na ufunuo inazidi kukua kubwa kuliko ikue dogo. Kuna vitu ukikaa na watu fulani wanakupokeza. Jina Bwana libarikiwe. Kuna vitu utapokezwa. Hata kuna pastor huwa tunakaa naye nikimwangalia ninamwambia wewe umetoka redeemed. Ananiambia ndio. Kwa sababu ninaona hii neema naijua mahali fulani. Kuna vitu wanafanya huko easily. Amen. So mambo yale umejifundisha ukayapokea ukayasikia na kuyaona. Unaona mpaka ndio sababu nikasema copy vitu zingine. Ukiona hiki kitu uone ni mzuri copy. Kwani kuona nisikuona ni kuregister, unaangalia na macho unaona na hii si baya. Alright? Unasikia wadugu, kama pastor wako amefaulu kwa doa juu anashikaga mke wake mkono, anza kushika.
Bibi akuuliza hizi tabia ulianza lini? Nilizianza tangu nilipojoin Pastor Robert. Na nikaona zimemsaidia, hata mimi zitanisaidia. Tumekubaliwa kusoma, kupokea, kuona na kuiga mambo ile tunaona na wale wanatuongoza rohoni. Give me verse 10. Verse 10 inasema, nilifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mumehuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Can you give me in the English? Inasema, I rejoiced in the Lord greatly that now at the last your care of me have flourished again, wherein ye were also careful but you lacked opportunity. Look at this. Apostle Paul, na ndio sababu nikasema ibada kama hii ni vizuri tubaki na wale wanasikia mwito. Si watu wote utawaambia nimefurahi sana mumeanza kunifikiria. Hawa ni watu hafichi. Anawaambia, I thank God you people. You are concerned about me. Like he feels safe to tell them about his problems. Pastors wengi hawezi kukuambia mashida zake. Pastor all the time wanaongeaga imani, si ndio? Wanaongea hatutarudi chini, hatutaaguka, naye mwenyewe anaaguka na anarudi chini. Hata ametoka nyumbani kukienda chini. But wewe ukasimama hapa uambie watu, tutarudi chini hata kwangu nimebaki kukienda. You can't do that. So lazima uambie watu haturudi chini. But pastor anahitaji watu wanaweza ambia mambo na hali vile ilivyo. Cha ukweli. Alright? Watu wanaweza kuwaita waambie hii kanisa tutafunga. Hawa ni zaidi ya washirika. Ndio sababu lazima wawe ni wa Filipi. This is the friendly church among the many Apostle Paul pastored started. Anajua hawa nikiwaeleza watashika in a certain level. Hata kwa hii congregation kuna watu siwezi ambia shida zangu. Kwa sababu ukimwambia unaona ana doubt Mungu. Tunamwambia ati nimelala nikiumwa na tumbo. Pio ya kulea. Ikaku si ndio. Na yeye unasikia akisema na nilikuwa najua tu hii mambo ya mahubiri ni fake. Juu kulikana na yeye anafikiria ukihubiri hapa huitakikani uwe umwa na tumbo hata siku moja. Sasa ukiumwa unahitajika ukuwe na watu unaweza ambia. Na wajue kuna mtu anaumwa na tumbo hata akijua anaobeaga watu. So Apostle Paul anasema nimefurahi sana nyinyi mmeanza kuhuisha nafsi yenu, ama mumenifikiri tena, mumenifikiria hali yangu. Yaani hawa wanafikiria hali ya Paulo. Please can I try bring you up to to the understanding. I mean I want to build in your mind. Kikundi cha partners ni ya watu wale wanafikiria hali ya mchungaji na huduma yake. Si kikundi cha watu wale wanasema nimeenda kutap. Na majority ya watu wale tuko kwa kanisa, almost 90%, majority yao they think like takers. Their thinking is that of takers. Anafikiri nakuja kwa ibada nibarikiwe hivi, nakuja kwa ibada nifanye hivi. Hata mkikutana pastor unaniobeaga hivyo. Okay, my question is, nani anafikiria kuhusu hali ya wale wanamhubiria? That's why that must be a special grace. It is not something that you are going to find in a normal day with everybody, isn't it? Ni kitu inafanyika kwa sababu mtu fulani ako na neema speciali. Jina Bwana libarikiwe. Ni mtu ako na neema speciali. Ate kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mnanifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Give me verse 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji. Unaona? Hata mimi sijatengeneza huu mkutano ati kwa sababu hatukukula jana. Sijatengeneza huu mkutano kwa sababu tumelemewa. Hapana. Natengeneza huu mkutano kwa sababu hii. Maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Apostle Paul anasema I'm the kind of person mwenye anajua kutosheka kwa hali zo. Kuwe kubaya, I'm okay. Kuwe kuzuri, I'm okay. Wakati mambo imenikalia vizuri, you won't predict because I won't be braggadocious because things are going well. Na tena yakikuwa mabaya, you won't predict because sitakaa hivi. Nimejua kukaa kwa hali nini zote. So Apostle Paul akasema hata kama ningekuwa na mashida, haingefanya niandike hii barua. Kwa sababu ninajua kuvumilia nini mashida. Ila verse 12. Najua kudhiliwa, najua kuishiwa, yani tena najua kufanikiwa. Yani niko na experience ya kuwa na wingi na utere na kutindikiwa.
katika hali yote yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Alright? Kuwa na vingi na kupungukiwa. Najua mambo hii yote. Na watu wale mnataka kufanya huduma, kama hii experience hujapata usianze. Juu kwa huduma kuna wakati utapungukiwa. Utapungukiwa hadi ushindwe kupeleka mtoto shule. Mimi nimewahi pungukiwa. Tukiigiza mtoto wetu shule mara ya kwanza, nilikuwa nimeenda, nimepewa nafasi, amekubaliwa kuchukuliwa. Lakini nikakosa 12,000 only. I was short with 12,000. Na nilikuwa nahubiria kanisa la Seti. Nilikuwa hadi na lunch hour. Na nikiwa kwa lunch hour hiyo moja nikihubiri, nikamwambia Mungu ukumbuke sina 12,000. Mama moja alikuja kunisikiza lunch hour. Ndiye watu wengine walipotoka alikuja akaniambia, pastor, niko na pesa kidogo hapa ilikuwa ya mizigo, lakini Mungu amesema nikupe. Nikamuuliza gapi, akaniambia 13,000. Nikamwambia yeye haikuwa ya mizigo. Unaona nisiame ligo. What did I do? Nilihubiri kana kwamba sina mashida. Juu najua kuishiwa, najua kudhiriwa, najua kupungukiwa. Nikahubiri kana kwamba sina mashida, lakini Mungu anajua niko naye. Lazima ukuwe na hiyo training. Nasema hivyo kwa sababu many partners sometimes end up being ministers themselves. It starts there. Jina Bwana libarikiwe. Kama hujamaster hiyo experience, usianze kwa sababu utaibia watu. Utaongozwa na mahitaji yako, you'll go telling everybody about your problems. Kila mtu namwambia, sasa nawahubiria hivi na tuko karibu kukufa nyumbani, hata kwani hamuna roho, hamusikiagi kutoka ukipigia watu kelele sasa juu ya kuaibika wanakuambia gai, ulikuwa unakufa. Kai pastor modo ni haragia. Wanaanza kutafuta, but sasa hii si baraka. Hii ni mchago. These are two different things. But ugenyamaza na ujue kudhiriwa, uongee na Mungu, angekupatia baraka yenye anajua vinjizi ataitengenezea barabara. Jina Bwana libarikiwe. Na kwa hivyo hata kwa huduma kama hii, hatukuwagi tumenyamaza juu mambo yote ni mazuri. No, ni kujitrain kudhiriwa. Sometimes tuko karibu kulipa kipindi ya TV na hatuna hiyo pesa na tunahubiri na unaona watu wanatoka na unasikia ndani yako hujapewa neema ya kuambia watoe. Na unawaacha tu waende. Na hivyo unakuta Mungu ametuma mwingine mwenye hata hakuwa kwa ibada. Anakuambia, pastor, niliuza property, niko na pesa hapa. Ukiangalia ni ile ulikuwa umekojea ya kulipa kipindi. Sasa nao watu wanasema, Mungu amebariki pastor. Kanisa imekuwa na watu tumekuwa na pesa. Tafadhali hakuja kuwa na pesa, tumejifundisha kudhiriwa na kutidikiwa na kupungukiwa na tusiongee. Jina Bwana libarikiwe. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether we're fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. I can do all things through him who gives me the strength. Verse 14. Lakini mulifanya vema muliposhiriki nami katika dhiki yangu. Akasema, ijapokuwa kama mapasta tunajua kujikaza na kuvumilia, tena msiache pastor yenu wakufe. Apostle Paul akasema, nashukuru Mungu nimepewa watu kama nyinyi wenye mnashiriki na mimi katika dhiki yangu. Kumaanisha nyinyi hamtorokei matatizo na mashida ya ministry. Mnakuja kutaka kujua yamefika wapi ndio mshirikiane. Bible inasema you need people like these ones. Hawa ndio wanaitwa partners. Na hiyo jina kushiriki ndio jina partnership by the way. All right? In fact, inasema yet it was good for you to share in my troubles, or to partner with me in my troubles. Give me verse 15. Verse 15 ikasema, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving. This is nice. In fact, nikishamaliza hivi utanipea ya amplified. Amplified inasema vitu mzuri sana. But let me finish this one. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, or your partnership with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Now you begin to realize, kwa nini Paulo ako na ujasiri ya kuongea na Wafilipi? Juu ameona kitu cha tofauti na Wafilipi.
Anasema kwa makanisa yote nimehudumu, nimefugua, nimeanzisha, hakuna hata kanisa moja, hata moja. Nirudishie hiyo. Inasemaje kwa Amplified inasema, and you Philippians yourselves well know that in the early days of the gospel ministry, when I left Macedonia, no church assembly entered into partnership with me, honor, and opened up a debit and credit account in giving and receiving, except you only. Why is Apostle Paul freely talking to this church about giving and receiving? He has realized they have a special grace for it. Anasema they actually treat his problems as an opportunity to open an account. Hata wakiona Paulo na mashida wanasema opportunity ya kufungua account na Mungu imetokea. Wanaenda kuwekeza. Jesus. Wanaenda kuwekeza. Hawasemi hii kanisa yenye kanisa inajengwa choo. Wewe, Mungu tutakumwakite sio. Unajua kuna watu wanaonaga kumeanza mradi ya choo anakibia. Nao mapasta juu wengine hatuna hii ufunuo. Tunaanza kuwapigia simu. We, fulani. Wewe kama kutakuwa na project tunatoroka siku ile utakuwa na shida na sisi no wachana na yeye. Tafadhali kwa kanisa hatuwezi wote kuwa na neema ya kutoa. Tusijidanganye. Kama vile zote si manabii na zote si walimu wa neno, we can't also be all givers. Kuna ile giving ya kawaida ile kila mtu ako na DNA ya generosity maana ameumbwa na Mungu. Lakini giving ya aina hii Paulo anaongea, this is special. Maana ni watu wanaulizia mashida zako. Hata wanapiga simu kuuliza Pastor Robert ako na shida gani? Wanaeleza anasema hiyo nitasimama naye. Kama hapa tumekuwa tumepewa parking na hii parking, unaona hii parking hapa inalipwa pesa kidogo sana 7,500, isn't it? Men walifanya mikutano nyingi hapa. Hata wachukue hiyo jukumu walipage. Mwenye alikuwa anaongoza hizo mikutano nikamwambia aje juu ataniharibia kanisa. Wamezifanya mikutano wamezifanya na hakuna mtu anatoa. Nikamuuliza walitoa nini? Akaniambia niko na 500 so far. Men wote wakiwa wamekutana pale walishindwa kulisa 75 wakalizi 500. Sasa nikaona wakifanya mkutano mwingine wataanza kutoroka. Teogoro ndio tuli hapa kingo ukafa hivi. Fadhali tuende. Let me tell you, I prayed to God, I told God, you know that the bill is there. And I continued with life. One person amenipigia simu akaniambia I overheard ati kuna parking inashinda watu. Akaniuliza can I be paying it 3 months ahead by myself? Sasa hii hata tunaongea na imelipwa sasa hii tunaongea na yeye. Amelipa miezi 3 already. Wadugu na wadada, hii ni giving ama hii ni gift? This is a gift. Kikundi kizima cha wadugu wanataka kupigana pale wakitafuta 75. Na kuna mtu anasema ondokeni niachieni hii shida. Maana akiona tatizo kwa ministry anaichukulia kama an opportunity to open an account. This is a gift. Kama vile na mimi nikiona ignorance ya watu ya kiroho inanichokoza kufundisha, inanichokoza kuomba na kufunga na kutafuta knowledge. Maana hiyo ndio line yangu. Hivyo ndivyo naye kuna mtu anachokozwa na mashida ya ministry the same way. I pray that you are that person. Na kama huna hiyo neema na wewe utagundua kupata pesa ni gumu. Ni gumu sana. The same person ndiye ameniuliza pastor ate mnajenga highway. Akaniambia I will send my 300,000 kwa ajili ya hiyo kazi na ashatuma. Already ashatuma. Juzi ameniambia hiyo lori niachie maneno yake ya lori. Juu nilimwambia inalipua battery. Inawekwa battery inalipua, nimeninunulia nimechoka. Sasa akasema ya hana shida hata ikilipua atakuwa ananunua ikitoni digemegora battery ikidikukweni. Siwezi. Hana shida ilipukaga na ananunua ingine. Kwa sababu unaona mkutano ya giving, si ni vizuri watu wafukuzwe wakuja wenye wanasikia ni wa line hiyo. Ndio sababu unaona kuna vita nyingi sana kwa makanisa ya Kenya. Nyundo wako hoya githa kame. Tunaambia watu watoe na huyu mtu hiyo kitu ameisikia hapa for the first time. Tangu kulelewa kwake ni wakupewa. Shule alisomeshwa. Yeye na mama yake na familia yao wanasaidia wanaanku. Ati na wewe umemgoja huku mjeke kanisa lazima akutandike mtandao. Wewe unataka kuhera. Ndio anashangaa kumebadilikanaje na mimi ndio napeagwa. It is not a area. And I'm not talking about riches. I'm talking about a certain heart that God gives some people because it is a ministry for them to give. Na mimi tunakuwa wa line hiyo. Sometimes we do very risky things.
Juzi tu nimeenda nikakuta one of the fathers of the nation akona mkutano. Alikuwa anapanga an event. His own personal event. Na personal events zinakuwa na shida juu watu hawasikiagi kujiunga nazo. Wanataka kujiunga na hizi vitu zinahusu tujengee kanisa choo, tufanye wait until ikue we are buying this bishop or pastor a car. We are doing this. So akaniambia, if you find the time, my son, please, you can come over. We have this and this going on. So the first meeting I was not there. The second meeting I was still busy. So I went for the third meeting. Madugu. Nilikuta komiti ya watu wazima wanaongelea kuhusu security ya hiyo siku. Ati event ikifika na ni ya August, hatujafika huko. Wanauliza nani watachunga magari? Nikashindwa, mnachunga gari za event gani? Juu event kwanza lazima tujue iko ndio tuchunge magari. Wana avoid kuongelea event juu event ni pesa. Sasa wanajifanya wao wako available kuchunga magari. So nikawauliza, can I just say something? Nikamwambia, mnajua kuongelea mambo ya magari ni makosa sana. Hata mwenye hii event mtamfanya asiko na depression. So mnaongelea kuhusu magari gani yenye event hiyo haijapikiwa? Hatujashika ni nini kinaendelea na budget ni pesa gapi? Ni event kubwa kwa sababu budget ya kuiprepare inataka 4 million. So nikawaambia, number one, all the committee members, kukuwa member wa committee lazima ujiandikishe na pesa. Na nikawaekea kila mtu ajiandikishe na 50,000. Kaona wengine wameanza kukohoa. Mujiandikishe na 50,000 kila mmoja. Then I made my own pledge of a few hundreds of thousands. Sasa wakati nilifanya pledge ya a few hundreds of thousands, mtu alinikuta ije kuniambia nitafutie watoto wake kazi. Sasa nikashangaa. Okay, nani amekuambia nimefanya pledge juu niko na pesa? Jesus, yani ndio nilichika. Maneno ya kutoa ni ufunuo kubwa sana yenye si watu wengi wako naye. Kitu hajui, I made that pledge purely out of faith, without any money anywhere. But I felt this is my thing. This is what I should be doing with my money. And I thank God, just recently I was able to clear. So givers are not people who are rich. No, it is people who have the heart to do that. Na Mungu anakuwaga amewapatia imani kubwa kwa ajili ya pesa. Hata akiandika pledge haogopi. Anasikia kitu inamwambia itapatikana. Na wanataka kujua mahitaji ya mtumishi wa Mungu. Hawakwaswi na ati pastor hana gari. No, wanataka wajue hana wanunue. Kanisa moja nzuri hapa town nilipenda sana. Wamama kadhaa walishikana wakaambiana, si we are in business, the four of us, si tuchukulie pastor gari. Pastor amedumu hapa kusema, Bwana sifiwe. Mliona tumekuja tumechelewa Sunday ni kwa sababu gari yetu inatusubua. Unajua watu wengine hawashikagi wakati pastor ako na mashida. Wanafikiria ni testimony. Anatoa. Ukisikia pastor anasema ya kwamba tukafika Sunday tumechelewa, hii gari imetusubua sana. Hakuna pastor ako na kichwa mzuri atasema nataka mjue vile nitapata gari. Hakuna pastor atasema hivyo. So waliposema hivyo, 4 women they came together after kuhubiri Sunday, wakamwambia pastor, we had a small gift for you. You can come see it. They were doing church with a tent pale Uhuru Park. Kurudi hapo nyuma, a brand new Land Cruiser. Akawauliza, hii ni ya kuhaya? No, akasema hapana, no, we bought this for you. Adoana. Na kanisa hii kini nataka kuhama kanisa ate kuna shida ya gari. That's why I'm telling you, there are other churches than there are Philippians. Na ndio sababu Paulo anasema, nimeona neema kubwa sana tofauti juu yenu. Nyinyi mnaulizia hali yangu, mnashiriki ndani ya hiyo hali. Number 2, ati mnachukulia matatizo yangu kama an opportunity to open an account with heaven. Ninaona ni kama kulibaki watu si partner. Hebu uliza mwenzako, una flow? Juu kama ha flow, ako kwa ibada wrong. Jina Bwana libarikiwe. Bona tumejaza watu kwa mitandao wenye wanapiga kazi ya huduma ya matoleo. Bona. Now, of course, people who understand giving and fight giving are not pagans. They must be people with a history in church, isn't it? Let me tell you who are they.
ni watu wenye pesa ikitajwa hawana ufunuo. Wanaiona tu kama pesa. You see? Wanaiona kama pesa na wanaiona kama pesa moving from one person to the other instead of them. It should be coming to me. So they are feeling so bitter that this money is going to somebody else. They are the people with the little problem of money. But they think that problem is the people who are taking the money. Because they don't have the grace for giving. It is not there. Jina Bwana libarikiwe. Neema hiyo hawana. So, and you Philippians yourselves well know that in the early days of the gospel ministry, when I left Macedonia, no church assembly entered into partnership with me and opened up a debit and credit account in giving and receiving except you only. So, this ministry is a ministry of giving and receiving. Giving and receiving. Giving and receiving. The same way you don't pray without expecting an answer. Never give without expecting a supernatural reaction. It doesn't mean that you are doing transaction with God. No, it just means your faith is alive and intelligent. Because who gives to God? Nobody. When you give to God, it's only a provocation for him to retaliate. Hakuna mtu atapea Mungu na Mungu aseme, hey, huyu anajua kupeana, aende. No, Mungu hawezi baki na deni yangu. Mungu hawezi baki na deni ya mtu. Hata imeandikwa Romans, imeuza ati ni nani amemkopesha Mungu, Mungu amulipe. Because you don't lend to God anything. What you give to him is his, and again he shall still reward you because of using it for the right purpose. Jina Bwana libarikiwe. Akasema giving and receiving except you only. Give me verse 16. For even in Thessalonica, akasema na sio tu mara moja, hata nikiwa Thessalonica, you sent me contributions. Mulinitumia matoleo for my needs. Ona? For my needs. For my needs. Partnership ni partner inajihusisha na na mtumishi na mahitaji ya mtumishi. For my needs. Meaning, hii si kitu unaweza ambia kila mtu. Huwezi ukaenda kwa mitandao kusema, we have needs. It will look funny, it will look like a defeat. Not even many people want to associate themselves with that ministry. But we are talking about people with a special grace to give that concern themselves with the needs of the people that you do not expect to have needs because they are spiritual leaders. But they have another eye. They can see needs in the life of a spiritual leader. Jina Bwana libarikiwe. Na akasema not only once but a second time. And they were consistent. They were not giving one time. They gave and they sent again. And they sent again. Na ndio sababu tunasema partnership ministry ni ministry ya watu wale wanasikia. They don't want to play hide and seek, hit and run with God. No, they want to be consistent givers. Katika hiyo ministry ya giving, in their money there is a budget ya Mungu. Watu wa aina hii ni tofauti sana. Ni watu wenye wanahitajika, pastor mwenye na waongoza atabue neema hiyo. Ipaliliwe na mafundisho. Waombewe. Wakuwe watu wenye wanafanya kiufunuo si kwa kuchoka. They will see great things in this life. Just the same way, if I'm diligent in my prophecy, I will definitely prosper. Same thing, if your gift is this and you are diligent, you will prosper. Bwana libarikiwe. But the second time, so give me verse 17. Akasema, not that I seek or am eager for your gift, but I do seek and am eager for the fruit which increases to your credit, the harvest of blessing that is accumulating to your account. So giving doesn't make people poor. It accumulates your account. It makes your account grow bigger. That's why it should be by revelation. Giving makes my account grow bigger. Can you tell your neighbor that? Giving makes my account grow bigger. It doesn't make it smaller. Kwa kawaida nikitoa nahitajika nifilisike, si ndio? Lakini kwa kiroho wakati mtu anafanya na ufunuo akitoa, they grow bigger and grow bigger. One of you here aliniambia hivi. One of our partners here aliniambia hivi. Na ninamuona ako hapa kwa hii mkutano. Akaniambia siku moja, sikumbuki tulikuwa na project ya nini. What was the project? Well, we had a project, we were raising money. Then hizo nyakati nilikuwa tuko na mkutano Nairobi town. So after I'm done preaching, akakuja akaniambia kuna project tulitangaza huko Sunday and I want to be part of it. Akaniambia because I have been monitoring my life. Every time I supported a project you said,
I always get bigger and greater financially if I get involved. And I always give a bigger amount than the previous one. Akaniambia, kwa hii yenye umetangaza nataka kutoa 150. It is the highest I have given now in the ministry. And ever since I did the last one, I've seen God grow me financially in a way I couldn't have made it any other way apart from the blessing of God. He is here. Siku hizi ninaonaga tithe yake. And he could be the highest tither in this church. It's likely he is. I don't know. Because si mimi nahesabu sadaka. But when he tithes through the phone and I see it, ninajuaga, nakumbukaga hiyo maneno aliniambia. Giving to the ministry does not minus you. It doesn't make your account smaller. No, your account gets bigger and greater. Lakini juu wengi hatuna ufunuo tunafanya kutest. Ndio sababu unafilisika alafu unaanza kupiga kanisa. Sisi tumekulia kwa hiyo kanisa. Sisi tumetoa kwa hizo makanisa. Mimi nimefagia account, nikatoa offering wakati tulikuwa tunanunulia pastor wetu nyumba. Alituita dinner. Akasema mtu ako na pesa fulani aigie dinner. Mimi nami sikuwa na pesa hiyo, nikakumbuka niko na account kwa sako. Nikaambia chairman wa sako nataka kutoa hii pesa. Akaniambia mtu anatoa kidogo ndio hiyo ingine ibaki. Brother nikamwambia nini nataka yote. Akaniambia ya nini? Nikamwambia mimi nataka yote. Aliponiuliza sana nikamwambia naenda dinner. Alini advice. Alikuwa ananiambia mtu afanyagi mambo kama yeye ni kijana mdogo. Saidi umeanza kuelewa investment. Kidogo tu umeanza kuongea mambo ya dini. Waacha nimwambie hata si dini hata nikakule mimi. Nikamwambia dini ya pastor tu. Yeah. Aliniambia guy. Nejua maundu mage sija ni maheni. Tunasikiaga hii mambo ya vile watu wanadanganywa kwa makanisa nafikiria ni kumbe ni kweli. Nikamwambia ni kweli. Tunadanganywa hivyo na nimedanganyika. And I remember I told God, mimi maana hii nyumba ilikuwa ya mtumishi. Nikamwambia Mungu, mimi naenda kwa hiyo dini na hii sababu. Because everything you do must be spiritual. Naenda na hii sababu, mimi miaka yangu yote ya kuhubiri nisikawai fika mahali ya kuambia kanisa inijenge. Nataka nijenge bila kusaidiwa. Na ninashukuru Bwana. Diaketa negwaka. Nikisema sijajenga simaanishi sijajenga. Kwa level yangu sijajenga. Nitajenga. Na sijaiambia mtu nijenge. Na sitawahi. Mimi si mapastor wale watasimama mbele yetu, hatuna kwa kukaa. Tujenge, hatutawahi fanya hivyo. And I will have more than one houses in different cities. You have to raise your faith and begin to see needs in the kingdom as opportunities to sow and to put in an account that it may accumulate and get greater. Ni vibaya sana ate hapa rohoni hakuna mahali naweza gonga niitishe kitu nimeinvest. Hakuna. Maana matoleo yetu katika ufalme inakaa bank. Bank nikienda hata kama wanasema they are the biggest bank in Africa. Can you get anything there if you don't have an account? Will it even be wise to queue there? That you are queuing because you fasted 40 days. Sasa hii ni siku ya 39. I know I will get something here. Please hutapata. Hata kama ni ya 60. Utaenda kwa counter number 1 wakuuza what's your account na uanze kuambia ya umuri ama waambie wewe usituchezee tafadhali. Tunakuuliza kama uko na account huku. Kama huna, hata kama bank iko na billions, you don't get. Sasa naye Mungu anasema ufalme wake inakuwaga na account. Sasa swali ni je, tumefungua? Hebu uliza mwenzako kama unakuwa na account kwa kingdom. Na hauwezi ukajifanya uko na hekima ya account ya sako. Weki hapa watu wako account mpaka za Geshofo, za merry go round. Ako na account ya merry go round. Ako na account ya sako. Ako na account ya bank. Ako na account kazini. Kwa kingdom ndio kuwa nasema freely have received, freely should give. Kwa nini huku kwingine hutumii hiyo theology? Bona hata wachana na bank. Leo hii enda ulale hii hospitali, wacha hivyo mnapiga kelele za SHA. Enda ulale huko, alafu uanze kusema wewe nyamaza naongea kuhusu account wewe. Tunaongea kuhusu account. Hebu enda ulale hii hospitali ate mguu imeumia. Ukuje kuitishwa pesa, uanze kuambia siku na SHA. Utaambiwa SHA iko lakini uko na account ya SHA. That's the question. Umejiandikisha? Alafu unaanza kusema si nilipigia hii serikali kura. Mimi ni watu utamu.
Kunaambiwa wewe hakuna mahali naona hatuelewani. Hata wacha tu tamata hata useme Fortam. Tunakuuliza ulifungua account ya SHA? Kama huna utatibiwa ama si utaambiwa uende nyumbani. This is the point. Bona tuko na hekima ya mambo hiyo, lakini tukifika kwa mambo ya ufalme tunajifanya hatushiki. Because we think we can play games with God. Mungu ndiye jiga. Lakini kwa mambo hii gine, we are smart, we know how to do and we know how to carry ourselves. No, get an account for heaven. Get an account in the kingdom of God. Alafu uinvest hapo kama mtu hana kesho. Na usiogope. Whatever I don't withdraw, my family will, my children will. But there is no God in heaven seated, planning to be unfaithful with the people that are faithful to him. No. Hakuna. Jina Bwana libarikiwe. Uliza mwenzako, ni nini cha ufalme umewahi jenga? Ukasikia nimeumia. Hauna. Hata kuna mahali nilitoa pesa nyingi. Imagine pastor moja ananiita hapo nje ananiambia, afadhali ungesaidia mtu wenu. Na ni pastor. Yaani na kama murora ukimwangalia na uniangalia unajua kwa nini mambo inaenda hivi. Gaida hegezaga. Nikamwambia hata nikitoa nilikuwa najua niko na watu wetu. Si ati sijui. But hii sasa si ya watu wetu. Hii iko na harufu ya mbegu ya ufalme. Na tukikula mbegu hata hawa watu nitawasaidiaje na nitaishiwa. Hata mimi mwenyewe. Ni kama ukue na gunia moja ya mbegu ukule ama upewe watu wenyu wakule. Next harvest tutakuwa na kitu kweli? Hata hawa watu wenyu unapenda utawagawia nini na mbegu mlikula na wao? Mwatheithirie mbegu. Mukire ya gima. Sasa mtu akijua hii ni mbegu hii unatoa, harvest ndio unagawana na wa. Maana Bible inasema God gives us first the seed to the sower and bread for the eater. Ona Ngai niwe ni kule eaters. Hata Mungu anajua kuna watu hii mwito yao hapa duniani ni kukula tu. Mahali anataka kupandwa kitu hawaneneagi juu anajua hawana cha kupanda. Hajawapea. Hawa ni mahali anataka kitu kikuliwe ndio abariki hao. Ana whistle for the eaters. Wanafika na appetite. Hawa baraka yao ni kukula. Ndio huku wanakula nayo Mungu afanya nini? Abariki. Alafu sasa kuna sowers. Sasa sowers wanapewa mbegu. Akiikula anakuwa na kiagasi. Akiso anakuwa na harvest yake na ya kugawia wote anapenda na wanamhusu. Muranyita. Sasa shida ni kukula mbegu. Unajua tukiwa Moro kuna wakati tulikuwa tunakosa chakula tunakula mbegu. My mother anatuongoza kukula mbegu. So zile viazi zinaitwa gogi. Wale mnajua Kikuyu, mnajua mbutie gogi. Hizo mbegu zilikuwa zimewekwa karibu zikue mbegu. Tunapata tunazipil. Nakwambia zinaonja vibaya. But anyway, zinaweza saidia mtu asikufe. So tunakata sana ndio iondoe hiyo green. Hizo gogi. Na kuna mtu huku tumekula gogi spiritually. Kalea gogi kulea. Sasa ndio unaona anashaka. Mbona na kwama utakosaje kukwama na ulikula mbegu? We don't eat seed. We sow seed. Then we eat the harvest. And even from the harvest, we set aside another seed. I listened to one man of God that changed my understanding about giving completely. You know, I admire people who are successful. I have great desire for success. I don't want to go through life and regret that I was born. I want to be happy that I discovered secrets and I used them. Jina Bwana libarikiwe. Now, this man of God is a great man. He's one of the wealthiest because any man of God that is great in the world must also be wealthy. There's no any other way to be great in the world without wealth. Because you have to buy platforms, isn't it? You have to buy platforms to broadcast the gospel. That's how it goes. Whether it is publishing, whether it is TV or what have you. Now, I used to admire his success. And then I admire the success of men who are very successful and they don't talk about it. There is something so unique about that kind of success. You never hear them talk about it. You only hear about that which they own from others. Akasema, I learned a secret of sowing to the kingdom from early age. He said, I was university when I began giving myself targets to hit in giving. Akasema, the most remarkable one is when I married. Then he told his wife, we will start saving for the kingdom.
and we want to give our first $10,000. $10,000 is slightly above $1 million shilling. It's not a lot of money. But they were young people, newly married. Wakasema, can you imagine, ako na account na save, ifike kiwango fulani atoe. Ndona mutiranyita. Hamwelewi, wapi mko na account ya saving? You have your own personal account. Let me see. You have an account, you save something. If you don't have, you are unwise. Do you have an account where you save some money? Most of us do, isn't it? I know you are saving for your own needs, isn't it? And you are saving for some projects you want to do, which is not a sin. Here comes a man who is saving, and the target is to reach a certain amount to give. Not because there's a project in church, but these are kingdom targets. Why did he do it? Anasema alisoma kwa Biblia ati akaona akina Daudi na giving zao ziko recorded. Akina Abrahamu akasema I'll beat David. I want to beat David in giving. Na nikashangaa hata faulu kweli juu David offering yake ya mwisho kitabu cha First Chronicles chapter 29 alitoa 13 billion. One single giving. So akasema tukafaulu, and I gave that. And I was so happy that I have met my first kingdom target. Then he said, now we are going for $1 million. Akasema, and we also did that. $1 million is 100 million Kenya shillings. Kuna mtu wako mahali amewahi save 100 million, hasave anunue shamba, amesave apeleke kwa ufalme. He's the same man of God who once called TBN. Akapigia TBN here for crotch. Akasema, I see some giving that's going on TV. From Africa. Akawaambia, what is the total that people gave today? Akaambiwa, I can't remember the figure, but it was millions. Akasema, I want to double it. Walimuuliza, which state of America did you say you come from? Akawaambia, no, I'm in Africa, Nigeria. Unajua waliita mkubwa ya station Paul Croce mwenyewe kumwambia, hebu kuja usikize simu iko hapa tujue kama ni fraud, because they don't believe there's an African who has that kind of money. They discovered later it's a man of God from Nigeria, and he's serious. He wants to give that kind of money, and he gave it. I'm talking about Pastor Chris Oyakirome. TBN walimuuliza, you are in Africa. Which side of Africa? Man, the side of Africa they know ni watoto wako na inzi hapa kwa magazine. Wenye wanataka kukula hiyo inzi, wanataka mumalize picha ikule. That's what they think of Africa. They are also used to African pastors that go to borrow money and to beg money from wazungus and to preach on TBN so that TBN will donate in the name of mission. Now here comes a man that wants to give to TBN. And his board is asking, how much money do you collect today? I want to double it. He said, I was very happy I was able to do that. Today, he owns the most influential Christian media in the whole world. In the whole world. He has his own Facebook called Yukos. He is not interested in Facebook. All those things you see on Facebook, they are not by him. It is by people that follow him. He has his own mutambo. Yenye haiwezi fugwa juu ameinunua. TV yake ni satellite. Ndio sababu unaonaga naongeaga vitu hapo za kupiga mpaka viongozi na globalist na watu wale wanadanganya dunia na hawaogopi. Kwa sababu si mahali ataambiwa, toeni huyo mtu kwa TV. Hiyo TV iko juu, ni satellite yake amepeleka juu, anaigharimia ikae juu. Niliona wakisema the TV locally inafikia 400 million people. In the whole world, billions. He has 50 million members. Those are direct members wa makanisa yake duniani. Hajaongea kuhusu wale affiliated. The members in Christ Embassy have over 50 million. Wa makanisa zote sisters na all. Jesus Christ. Nikasema, how much influence can God give one man? But he's a person who has proved he's not doing it for money. He's not interested in money for him. It is for building the kingdom. He said in China alone, I don't know how much land I own. He was preaching on prosperity one time. He said, I hear people talk about money. I feel sorry for them. Because my prosperity today, you can't count it in money.
I'm past that. He said in China only. No, I'm not even talking about my land in Nigeria. I don't know how much land I have in China. Wadugu na wadada, bila hizo levels, there is very little we can do for the kingdom. Sikudaganyi. Corona alifanya mkutano, one single joining ya watu kusikiza mahubiri. It reached 5 billion. How many people are following those special teachings? Over 5 billion were joining all over the world, both in mainstream media and social. 5 billion. Mkutano ya mapasta wenye huwa wanafanya na leaders globally. The last time I checked, because I have a cousin of my wife who works with that ministry, we wanted to register. By the time we were registering, they were 103 million. Mapasta 103 million walikuwa wameregister for a program. Walikuwa wameregister for a program. Ndio kwa kale masiga ubwe. It sounds like masiga ubwe, isn't it? It doesn't feel real. But I said, why would God trust one man with so much wealth and so much resources? But look, he's a man who started in university to save money and get excited that he has hit his target and give to God. Save another money and give to God. Akaifanya mazoea. Leo Mungu amemuovertake. Hata akitaka kutoa haitaisha. Today as we talk, the church now has its own bank. Wameangalia pesa yao wakaona ni vibaya kuipeanaga kwa bank zingine wafanye profit nayo. They need their own bank to contain the profit amongst themselves. Ona leo maundu makihana uguo. So that's the way things are in this kingdom. Jina Bwana libarikiwe. Well, hatuongee kuhusu Illuminati. Sio tunasikia kuna vibe ya Illuminati. Maana growing up, that can only be done by Illuminatis. Now we have the illuminated ones of the kingdom doing greater than what the sons of darkness can do. Jina Bwana libarikiwe. So we are saying, giving to God is opening an account. And you keep accumulating into that account. Never let anybody tell you ati kutoa kwangu ndiko kumefanya nifilisike. Ukiona unafilisika kwa ajili ya kutoa, kuna ukora inaendelea, ama mahubiri ni ya uongo, ama kuna nguvu ya uganga inakupea spell kutoa pesa. But if you give because you understood what was taught and you do it happily, no, there is no giver that ever got ashamed. Hakuna. Na Mungu tena baraka zake ziko in so many colors. They don't have to be money. But he can actually take away from your way what you could have used money to solve. And iondoa that you may save your money and keep going. Wenda tu ushike serious givers. Wachana na hawa wenye wanasema ate mimi ni kataith na sikuona kitu, afu na mwisho kataith siku gapi? Nilijaribu like 3 months, imagine 3 months hata kwanza hiyo 3 months nikikumbuka venye niliteseka. Nikijaribu kufurahisha watu. Si ameshakuambia anza. Alikuwa anataka kufurahisha watu. That's why it didn't work. Tunataka ndio tufurahisha watu kweli? Jina Bwana libarikiwe. So that I seek for a maker for your gift, but I do seek an maker for the fruit which increases to your credit, the harvest of blessing that is accumulating to your account. We didn't write this. It's in scripture. It's here in scripture. There is the blessing that is accumulating in your account. Inazidi kukaa. Ni kama kuweka na hautoi. Sikuna siku utaenda ukute account yako ikusurprise because you have been putting something there. But if you have not been putting anything there, like the first account I had in life, nilifungua na nikaweka 200. I think na 50. Nikagonga miaka kama 5 sijaiweka kitu kingine. Nilienda nikaambiwa hata hiyo sasa ilikuliwa. Na sijui inakula aje, but nikaambiwa hiyo account hata inakula hiyo. Inakaa majitu ya Canaan. They eat their own people. I mean, or something. So ikakula. Kitambo accounts zilikuwa na funny. Siku hizi wamezifanya rahisi. Accounts were for rich people. So wakasema hata hiyo yenye ilikuwa hapo ikakula na wakafunga. Hata hawana huruma. Wanakuambia hata it is dormant. Siku hizi ndio hawafungagi, but they used to close accounts if you are not depositing anything. Kwa hiyo ufalme ya Mungu kama uko na account, keep putting. Keep putting. Sometimes put and don't even withdraw. Just put. God will surprise you one day. Jina Bwana libarikiwe.
Wacha nimalize 18, wacha nimalize tuombe. 18 says, I have your full payment. Ate vitu zile tunatoa kwa wahubiri na watu wenye wanatuongoza kiroho, kwako ndio inaitagwa sadaka, kwangu ni malipo. Ni malipo ya kazi ile Mungu amenipatia kufanya. Maana Paulo anasema I have full payment. Akasema I have full payment and more. I have everything I need and I'm amply supply. Si lazima kanisa ikuwe na mahitaji. Kanisa inaweza kuwa na itosheleze mahitaji na ikuwe na extra yenye haina kazi ya kufanya for the next need. Akasema and I'm amply supply now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent me. They are the fragrant odor of an offering and sacrifice which God welcomes and in which he delights. Ati matoleo yetu ya kusimama na Injili ni manukato na harufu kwa mapua ya Mungu yenye Mungu hushinda amefurahia. I want you to see this picture and let it be the only encouragement you are looking for. Ati matoleo yetu kwa Mungu ihubiri Injili inakuwa kama manukato yenye Mungu hutaka kushinda akinusa. Wadada labda ndio wanaweza elewa, wadada wanapenda harufu. Ndio mara nyingi wanatumia perfume. Wadugu wengi hapa wanatumia tu neema. Wanatumia neema. Hawana haja na perfume vile. Hata akiwa naye hashiki kama hiyo ndio iko fashion na they don't mind. Bora inanuka kitu. Tunasikia mwingine hii kitu inanuka diesel na anaendelea tu kutumia. Nasikia kabisa ni paraffin. But hivi unaendaga kunusa perfume, unasikia kai hata unatoka hapo very discouraged. Kama ingine nilipenda kwenda kuuliza bei wakaniambia 15,000. Hiyo kitu ni heartbreak juu hata leo sijainunua bado. But walisema inakuhambo, ulikuwa unafikiria uliomoka ndio unajua hujaenda mahali. Ate kitu tu ya kujipulizia ate 100 ml. They want 15,000. Akasema acha ninuke jasho hata Nuhu hakuwa anajipaka marashi. Imeandikwa mahali kwa Bible Nuhu alikuwa anatumia marashi na si alikuwa righteous. 15,000. Yani perfume is big business. Inchi kama kina Dubai wherever, they make a lot of money from perfumes. A lot. Hata hapa sikozi watu wawili watatu labda wako kwa biashara ya kuuza perfume. Hii kumaanisha is a big thing in the world. People like good smells. Mungu anapenda smell. Na yake ile best designers perfume ni matoleo kwa ajili ya kuhubiri Injili. Anasema hiyo ndiye anashidaga akinusa and he delights. Delights ni kumaanisha na mkuta mchangamfu kwa sababu alinusa matoleo ya Injili. Kai mtu wale makofi manafu usio kile ndo mwega pio. That's something good. Ati akinusa anasema hii 100 ilitolewa si juu huyu mtu ni mgonjwa. Hakuwa analipia ugonjwa hii 100 haihusu hata pata madazi, hapana. Hii 100 ametoa hapa haihusu afanywe connection na ajiriwe kazi. Ati simplicity yake ya kutoa ilikuwa anataka ihubiri Injili. Anauza ni ya nani tena? Ni ya huyu. Nakwambia unalindwa huku duniani. Kwa sababu wewe ni mtu anashidaga akileta harufu nzuri kwa Mungu na Mungu anakuwa delighted. And delighted. And delighted. Ndio sababu shetani naye hatarara atahakikisha amepiga hii huduma mpaka ikwishe kwa kanisa. Maana najua this is one area God gets a lot of delight. Now you know why. Jina Bwana libarikiwe. And sacrifice which God welcomes and in which he delights. Verse 19 ndio ya mwisho inasema and my God will now liberally supply, fill to the full your every need, according to his riches in glory in Christ. In short, Paulo anasema ametuanzishia bali, na ndio sababu nikaanza hapo. Vile wa Filipi wamesimama na yeye, wakamtumia zawadi akiwa Thessalonika. Wakakaa wakatuma zingine. Waliposikia amefilisika wakatuma tena. Akasema watu kama nyinyi mmequalify to be blessed by my God. Ndiye akawaambia may my God supply your needs according to his riches in glory. The problem with us, we quote this without doing those other verses. Nakuta mtu ako kwa mashida anasema my God shall supply all my, hata hii my God unaikuta out of context. My God hii Paulo hakuwa anasema my God supply my needs. Alikuwa anasema my God supply your needs. So you must always ask yourself, who is this pastor saying my God supply your needs? Maana matige nyita ya gatia kirathi giki. Which is this prophet saying my God supply your needs? It is the one that receives support. He is the one who is
in the context of this verse, he's the one who should say, my God shall now supply your needs according to his riches in glory. Kama Elisha baada ya kutunzwa kwa mwanamke wa Shunem, ndiye alisema muite atuambie anataka nini. Ndio akamwambia in the name of his God, next year at a time such as this utakuwa na mtoto. Sasa nyinyi hii my God mnakutingi na unamuita my God. Okay, my God because you supported yourself, or okay, where is the context? Because you must always quote scripture in context. Oh, nimekumbuka kitu. Na hiyo nitamaliza nayo. Tulianza na mstari wa gapi? Wa 9, si ndio? Hebu turudishe 9. Is it 9, 10, 11? Kuna mahali Paulo alitumia terminology fulani nataka kuichukua. Oh, thank you. 9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Look at the next verse. And the God of peace will be with you. This is interesting. The God of peace is the God that sends apostles. He said, to whichever house you go, speak your peace over that house. If that house will support you, your peace will stay. If they don't and they rebel against what you are teaching, your peace will lift. Amani yako itaondoka, itaenda. Ndio akasema, believe in the Lord your God, you shall be established. Also go ahead and believe in my prophets, and you shall prosper. Because the word peace here actually is the translation prosperity. So Mungu wa prosperity hakuagi hewani, amejificha kwa ministry. Mutinyi taka, hamuelewi. Ndio sababu utashinda bedroom. Nikumbuke, nitumie pesa. Mungu anashangaa. Enda kwa ministry nime-establish duniani. Go support it. Then the God of peace will manifest to you. That word peace, I want you to Google it up. Look up for the meaning from a Greek dictionary. You'll be shocked. It is not the God of peace. Muka hivi muangaliane bila fujo, kwa amani. Mukiwa na amani bila chakula mutakufa tu. Mutakufa. Unamuina dhayo marefe mana. If you have not eaten, you shall still die. Kwa hivyo Mungu hasemagi peace ikiwa empty. His peace comes with prosperity. Ndio mkuwe na amani na mupate muda wa kukula na kulindwa. Wow, the God of peace. Ama hamuelewi ya kwamba Mungu huyu wetu hajireti kwetu na package moja. He's sometimes the God of war. Isn't it? He's sometimes the God of provision. Mungu wa provision huyu aliitwa na baba yetu Abraham. Jaira. Jina Bwana libarikiwe. The God of peace shall be with you. That word peace is the word irony. And it means, in fact, the very first meaning is prosperity. The God of prosperity shall be with you. Mungu wa utere, wa baraka za hapa duniani, atakuwa na nyinyi. Na Mungu huyu ndiye alituma mitume akasema, mkienda kwa nyumba yote, nimewapatia gift ya amani. Kwa kila nyumba mtaigia, tamukeni peace, yenye interpreted prosperity. Akasema, if they support you, that peace will remain with them there. Alikuwa amesema the same kwa kitabu cha Ezekiel 44 verse 30. At whatever you get first from your field, take it to the priest. When you do that, the priest will cause a blessing to rest upon your house. Abia mwenzako, ukishaamini Mungu hujamaliza. You believe in the Lord your God, it brings the blessing of establishment. You shall be established. Kwa sababu unaona kuna tumutu tuko na imani dhabiti. Hakaezi fanya usherati lakini hakaezi somesha watoto. Yes, ni dero gayo yodanyitire muthamaki mwathani arogoco. Ndariaga nguru. Yaani kana sema vitu deep. Mpaka unaona watu wote wanaondoka maana hajaiona imani kama hiyo. Very established. Very established, very very strong and fervent in their faith. Akasema ukishamaliza hapo, prosperity haiko kwa kuniamini peke yake. Believe now in your prophets. Then you shall prosper. Let me tell you why. Juu tulianza kwa kusema the things you have received from me. The things you have learned and seen and received from me. They are things of God that are received through men that God has sent. Na ndio sababu ukishika kila huduma, ukaielewa, ukakana, ukawapenda, ukawaiga kama hivi inasema, kuna vitu utapokezwa. Na mwenye kupokeza ijapokuwa pastor ndiye amesimamia si pastor. Malaika wale wamepewa kazi hiyo hawamisi, wanajua kile wanatakikana wafanye.
Najua wako hewani, wako rohoni, wanatuona, wanajua. Wanaangalia mpaka motive, wanaangalia moyo. And then unakuta there are things that happen to that could never have happened if you never met that grace. Why does this happen? Because there is no ministry on earth that is sent by God that is empty. Hakuna. It comes with the God of peace. And the God of peace is the God of prosperity. Jina Bwana libarikiwe. Ninaomba uifanya mazoea sowing into the kingdom. Sometimes sow and don't even think why you did that. Ni kama begu. Ukitupa begu ya maembe mahali, hata kama hujui kwa nini umeitupa, unafikiria ati itashika attitude yako ikatae kumea? Itamea kwa sababu ni begu, isn't it? Siku moja, maybe miaka 2-3 baadaye utapitia hapo. Kama mahali fulani nilipanda mti ya maembe, inaitwa aje hii? Popo. Nilikuwa nakapanda kujaribu, hata sikuwa serious. Juu mimi sijaipanda mti ya anything. So nikapanda ya popo. Kafupi hivi. Tumeenda hapo na mke wangu tukakuta kameza mpaka kanataka kuanguka. Kitu kadogo hivi kafupi kako na mapopo dhate. Kama dhate. Kamoja kakiwa hivi. Hata vile tulitoa yote juzi nimekuta kamekufa. I think asi alilega ikilia. Kameza kakamaliza juice yote kakakufa. But kalitoa that, like that zote zimekashika. Nikasema which breed of popo is this? Hata nikajiambia hizi ningepanda nyingi. You can sell a lot of popos. Sasa kamoja tu kamezaa hivi kamefura, hata hamuoni majani. Hata nikasikia kukaabia, mimi sikuwa serious. Usizae hivi. But sini begu. That's how giving is. Sometimes you are giving even you don't know exactly why you are giving. But many years later, many months later, hapa hewani juu hawapotezi record. Utakutana na kapopo. Kamekaa hivi mpaka unasema, hizi ni zangu. Yes, they are yours. Because your account has been accumulating. It has been accumulating. Jina Bwana libarikiwe. Na hivyo ninapoenda kumalizia, msijifundishe kuwa givers and you are not good receivers. Bible inasema this ministry of giving and receive, when you give you have not finished. You must teach yourself to receive. Be bold. Give in faith. And sometimes faith without action is dead. Your giving should be like prayer. The same way I can't pray and expect nothing. Otherwise there was no point of praying. Don't pray for praying sake, isn't it? The same way, when you give and you are telling God, I'm giving by faith. This is a seed I'm sowing. Usiogope, na si ati tunafanya transaction na Mungu. It is still part of the faith program. Kama tu vile siwezi nikaomba niambia Mungu, ukijibu ni sawa. Usipoona utajibu, nimetosheka. Hiyo ni maombi kweli? Hiyo ni maombi inaeleweka kwa Biblia. Si unaombaga na unaambiwa ukishamaliza kuomba, hata usigoje, believe that you have received what you have asked of God, isn't it? The same way, even my giving should be in the line of faith. When I give, I receive this thing for which I sowed my seed. I have it. Sasa nasema hivi nikienda kumalizia. Bona nyinyi ni watoaji, lakini mnaanguka kwa pande ya action. Mimi ningekuwa wewe, with this you are giving, enda sasa utafuta nyumba ya biashara. Kana kwamba uko so sure nitafanya biashara. Enda uanze kutafuta shamba ile nitanunua na mahali nitajenga. Kuna msichana mmoja hapa nakuaga leo sijamuona kwa kanisa. A young mother who is a partner with us, very serious. Aliniambia nataka uniombee juu nimepata shamba. Kuna shamba nimespot Juja. Nikamwambia si najua level yake ya pesa, nikamwambia si utafute mahali nyingine. Maana Mungu shamba ni shamba tu. Akaniambia shamba si shamba. Nataka hiyo. Nikasikia imani yangu imenuka, nikamwambia basi kwa hiyo project usipate moja upate hata 2. Nikasema this is great faith. Kanatoa alafu kanaenda kuangalia my estate. Mahali kuna jengwa, watu wa real estate na kana bageni na hakajua pesa zitatoka wapi. Maana faith without action is dead. Is dead. Ona ni vibaya sana kuwa partner bila visa. Bila passport. Tatiga ona ithe ruri liko nyumba ya Ngai. Wangapi hapa hamuna passport? Inua mkono. Hauna. Usiaibike. Inua hivi shetani aone mko pande moja. Inua hivi. Shetani yule hatakagi uende mahali aone ukimsupport haunaga passport. Inua mkono. Meaning you are very poor receivers. Mimi lazima nikae ready. Hata kama sijui itatumika lini. Nilitafuta passport yangu nikiwa college second year. Na ya kwanza ika-expire nikiwa sijaenda mahali isipokuwa Uganda. Na nilienda na basi. Kaigiria kwa mpaka ya Busia. Bora ipite.
ika expire, nikairenew tena. Hata leo tunaongea na wewe, my visa, si passport, visa for America is valid. Kesho nikisikia nitalala Marekani nitaenda. Tomorrow. Atiriri andu a Ngai. You have to be very dangerous receivers. Unajua kwa nini niliamua lazima nikage nikirenew visa yangu ya Marekani? Juu niona watu wameanza kuniita huko nikadedicate nyumba. Sasa ni makosa sana ati unaambiwa Pastor Robert, we want you to come dedicate our home, na unawaambia mnaweza nipea time tafuta passport. Unajua wataachana na wewe. They will know you are joking. You have to stay ready. Na visa ikuwe ready hata kama usafiri. Ugoka irathi musianarua. Hello. Na sasa nataka kutafuta ya UK. Ikae tu. Toto ya uya ya Somalia. Dike kodra ate ya Somalia ni yako kutabiri ule. Huko labda Mungu anitokee usiku aniambia nataka niende nikahubiri. Ndio ya Somalia ni mimi natafuta na sasa nataka nikuwe na ya UK. Jina Bwana libarikiwe. Ikae ready. Musikue watu wenye you are very good givers, then you sit and you wait and assume things will happen. No. Be active. Go for the things that you want to see happen. Kama ni mahali umekuwa ukitaka inaitwa nini ku-apply kazi. Baada ya mkutano kama huu unaenda sasa. Na unaenda uko very smart ni kama ulikuwa umekuja kufanya kazi. Sasa kama my sister huyu akikutokea, huyu ni kazi gani uwezi mpea? Hebu simama my sister, tarukama. The money receiving, how receiving looks. Hebu kuja katoka. Hebu imagine kama ulikuwa unaajiri watu kazi leo. Hebu simama hapa. Ona dogiatika kabagi, but so hii bag ni yako. Hii, wewe serious, chukua hii bag. Ona. Tuongea ukweli. Tuseme amekuja kuitisha visa. Visa, si unamwambia welcome to America. Lakini kuna mtu anaona anatorokea mzee. Yaani vile ametokea kwa watu wa visa. Na wao tiki hiko arore. God bless you. Look at that. Yaani you have to be very deliberate about life. I like people who dress to kill. It tells you something about their personality and attitude. Na no, unaweza kuta huyu labda ako hata na roni. I don't know, but unaweza mkuta ukute ako mpaka na roni. Lakini ni wale roni iwe isiwe. You have to be a receiver. Na receiver ni mtu mwenye anaonekana ako ready for what they are looking for. Jina Bwana libarikiwe. Ninaomba ya kwamba Mungu atawafanikisha hata kwa kipindi cha hii mwaka chenye kimebaki. Awafungulie milango ambayo utakuwa hauwezi pitia yote, lazima uchague moja uache hizo zingine. That's our kind of life. We are not struggling in one door. We are going to take one door, the best among 6, 5, 7 doors. Inamisha uso wako tujiombee kwa Bwana. Ninaomba uombe ndio wakati na kuwekea mkono hapa nikikupaka mafuta. Vitu zile unapokea sio zile hata na kuwekea mkono. Ni zile ushapokea kwa Bwana. We are doing a confirmation. We are touching and agreeing with you in Jesus' name. Omba kwa Bwana with a sober mind. Kama mtu mwenye anaelewa haujakosea kujihusisha na huduma hii ya kujitolea kwa Bwana. Father, we give you honor. We give you praise. Tunakuabudu na tunalibariki jina lako. Hii ni mkutano ya watu waliokusanyika juu wanataka kujitolea. What a meeting. They are not running away from responsibilities. They are jubilated about them. They see them as an opportunity to open an account. Ninaomba kila mtu hapa mwenye imani hii atatoka hapa akiwa amefungua account kwa ajili ya maisha yake na imeshikanishwa na kazi yako. Let them never be ashamed. Asiaibike mtu. Mahali popote atakuwa hata nini kikimtendekea atetewe na nguvu ya Mungu yule tunahubiri injili yake. Katika jina la Yesu Kristo. Jina hili linajua kujitetea, litetee maisha yao katika jina la Bwana. Jina hili linajua kujipigania, lipiganie maisha yao na liwashinde vita vyao katika jina la Bwana. Jesus, we give you honor. Jesus, we give you praise. Tunakuabudu ni kuwa wewe ni mwaminifu, wewe ni Bwana.